Tunashukuru sana waimbaji. Tunapokea kabisa mafuta. Utukufu rudilie Mungu anayewawezesha. Kama useme amen, ni kusema uko sispe. Wangapi wanabarikiwa kupitia waimbaji? Wale haiko wakukosa mkanisa. Kazi yetu itaisha, lakini wao wataendelea mpaka mbinguni. Ndio maana tunawaheshimu sana. Bila kuponda muda, tukamate maandiko matakatifu. Jana nimeweka mapointi. Asubuhi ya leo nitakuwa nafungula sasa mashairi. Karibu msomaji wa kwanza kwa vile vitabu vyetu. Wangapi wamekuwa hapa jana? Benyaba kukua pepea. Nawe Mungu akubariki. Lakini sitafanya revision. Karibu, haraka sana. Mathayo 21 mstari wa 3, tuongoze usomi mjina la Yesu Kristo. Amen. Na kama mtu akiwaambia ninyi neno, na kama mtu anawaambia ninyi neno, semeni Bwana anawahitaji. Amutasema mwenye anawaita ni mwalimu, mtasema mwenye anawaita ni Bwana. Na mara moja atawatuma. Amina. Na mara moja atawatuma. Amen. Yengine Mwanzo, ndiyo twende. Mwanzo 49 mstari ule wa 14. Ndiyo, karibu. Neno la Mungu linasema, Isakari ni kama punda mwenye nguvu. Isakari ni kama punda mwenye nguvu, anayejilaza kati ya mizigo yake. anayejilaza kati ya mizigo yake. Aliona kwamba pahali pa kupumzikia ni pazuri. Aliona mahali pa kupumzikia ni pazuri. Na kwamba inji ni ya kupendeza. Na kama inji ni ya kupendeza. Akauinamisha mgongo wake kubeba mzigo. Akainamisha mgongo wake kubeba nini? Mzigo. Okay. Akakuwa mtumwa kwa kufanya kazi za kinguvu. Akakuwa mtumwa kwa kufanya kazi za kinguvu. 30:14. 13:14 mpaka 18 inasema hivi. Ndiyo. Na Rubeni alikwenda kwa siku za mavuno ya ngano. Rubeni alienda siku za mavuno ya ngano. Akaona dudai shambani. Akaona dudai shambani. Akazileta kwa Lea mama yake. Akaleta zile madudai kwa Lea mamake. Alafu Rakeli akamwambia Lea. Rasheli akamwambia Lea, unipe ninakuomba. Unipe ninakuomba za dudai za mwana wako. Zile madudai za mwana wako. Akamwambia, ni neno ndogo kwako ikiwa umenitwalia mume wangu. Akamwambia seme ni neno ndogo, ukamate mwanaume kila siku wewe peke. Vile njoo vilikuwa, vile njoo vilikuwaka. Na utatoa vile vile dudai za mwana wangu. Tena unapenda na hizi madudai za mwana wangu nazo nikupatie nazo. Rakeli akasema. Rasheli akamwambia, kwa hivi atalala nawe leo usiku. Uko nasikia? Rasheli amwambia hivi tuku vya dudai na mimi ninaipenda sana. Omwe leo alale mwako. Kwa sababu ya acha kwenda mbio mbio. Salimia voisin, mwambie atalala mwako leo. Amwe aelewa, mtaelewa nyuma. Atalala mwako. Twende. Kwa sababu ya dudai za mwana wako. Hata lala mjuu ya kingine. Ungelikuwa tu hauna dudai, tena angelilala mwangu. Lakini juu ya ile dudai atalala mwako. Na Yakobo alikuja toka shambani magharibi. Mwanaume akatoka mshamba magharibi. Lea akakwenda kukutana naye. Lea akaenda kutana na Yakobo. Akasema, sharti uingie kwangu. Akamwambia Yakobo, hatunapenda Rashel. Leo ni kwangu. Kwa sababu hakika nimekukodisha kwa dudai za mwana wangu. Nilisha kulipa. Leo hautalala kule, utalala mwangu. Twende. Akalala pamoja naye usiku ule. Akalala pamoja naye usiku ule. Mungu akasikia Lea.
Kumbe vitu vilikuwa tayari na Mungu akasikia Lea. Akachukua mimba akazalia Yakobo mwana wa 5. Lea akachukua mimba akazalia Yakobo mwana wa ngapi? Wa 5. Okay, anatoka Madudai. Twende. Lea akasema, Mungu amenipa mshahara wangu, kwa maana nilimupa mume wangu kijakazi wangu. Ndio. Akaita jina lake Isakari. Amina. Akaita jina lake Isakari. Amen. Verse ya mwisho Hebreu 2:11. Na tunaikala Hebreu 2:11. Waebrania 2 sura ya 11, nitaongoza usomi kwa jina la Yesu. Amen. Maana mwenye kutakasa nao wenye kutakasa. Ni kusema sawa, nasema mwenye kutakasa ni Yesu. Amen. Unifuate vizuri. Twende. Nao wenye kutakaswa, na wenye wanatakaswa njosi, wote pia wanatoka kwa mmoja. Sisi wote tunatoka kwa nani? Kwa mmoja. Okay, twende. Kwa sababu hii haoni haya. Kwa sababu hii Yesu haoni haya kuwaita ndugu zake, kutuita ndugu zake. Chapia Yesu makofi mazuri. Wa ndugu ya Yesu niko wapi? Wamupe Yesu makofi ya bie. Siaona wa ndugu wake na Yesu hapa. Pandisha ile mikono na upige yowe. Sio ndugu yetu Yesu mwenye ataitika, tuache mbali naye. Mungu akubariki kwa ile mikono, na mwa ile mikono Mungu aingize kenye akia ingia kamo. Sema inawezekana. Salimia watu 2 watu 3, waambie Bwana anakuhitaji. Amen, 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 amen. Mubarikiwe sana. Kamata nafasi yako na tunatafunya maandiko mara moja haraka. Tunashukuru Mungu, tumeanza somo jana na leo tunapanda mpaka tuone pale kwenye Mungu anataka tufike. Nimewaambia jana pointi karibu 4 zenye zilibeba watu mvifungo ama zenye zinaacha watu wanaishi vifungo. Nimesema mtu wa kwanza ni mlozi, mtu wa pili ni laana ya jamaa, 3 ni tabia mbaya, 4 ni marafiki mabaya. Nikawaonesha pia mtu ambaye amekuwa delivery. Nikasema kitu ya kwanza, mwenye alikuwa delivery anaishi tofauti na maneno za adui yake. Na nikawaambia, nikasema ya kwamba uitike ukatale. Kuko tu mtu mwenye alishaka shimama mjamaa yako na nasema hakatafika kafasi. Lakini nimekuja nikutangazie kwa mwezi wa 3. Nimekuja nikuambia ya kwamba yale aliyoyatangaza kwako hayatatokea. Wako wapi ambao wanasema hayatatokea? Ile yenye balozi walisemaka kwa maisha yako haiko ndio yenye itatokea. Niko nazima kila neno ya shangazi mlozi, niko nazima kila neno ya baba mchawi. Nasimama kama Musa, nasema utaishi na baraka utaziona, kuendelea utaendelea. Ndoa ya heshima Bwana nenda kupa nayo. Wako wapi watu ambao wanapokea? Sema mara 3, sema napokea. Ile kishuko unapokea, Bwana kupokeze kenye kiko tofauti na masemi ya adui yako. Naona mbingu iko wazi asubuhi ya leo. Kama utakuwa distre, leo ni siku yako ya kupokea. Sema napokea. Napokea. Mungu aweke mwa ile mikono kitu. Amen. Niko naona dada unanyosha mkono ya bage. Mungu aweke bage mwa ile mkono. Yes.
Watu wa imani hawatembeake tu kwa kusema waliona, lakini wanatembea ulimwengu ya roho. Ndio maana leo ninakukamata, ninakufukisha maneno ya shangazi yako, ninakufukisha maneno ya papi yako mwenye alikufuata, ninakufukisha maneno ya wachawi ya mkartia yako. Wewe hautaishi gisi wanataka, lakini utaishi gisi Mungu akupe biashara ya kuendelea. Mwenye alikungunia kajuu yako, ile kukungunia imuue yeye na kizazi yake. Sema akufe. Muwasamehe, hawajui walilolifanya. Hajui kisha alibebaka leso wako. Anajua. Salimia voisin, mwambie hii turu hakuna vya kusameheana. Hii turu hakuna vya kusameheana. Mulozi mwenye anasema usizalake mtoto na nabakulia mtumbu, kisha tuwasamehe. Sema nakataa. Hoja anaweza kukunguniria, unaanza ishi sura yako yote vipele sha kwa saka na basasi. Kisha umhurumie. Kasema kitu ya pili mwenye alishakuwa delivery ni mtu mwenye analeta vitu vyenye ya kuwaka mjamaa yake, yeye anawaingiza moyo. Ndio maana asubuhi ya leo kenye jamaa yako hayafanyaka, natangaza kwenye madhabahu, jamaa yako inaishia Butembo, wewe utaingia Turki, utaingia Dubai, China utaingia, kutembelea ndege itakuwa sa taksi moto kwako. Sema inawezekana. Niko naona Mungu anakupa biro ya kabambi. Ulikuwa natumika chini, lakini Bwana anakuinua. Wanasema kama unaisha kwa pitale ya $50, niko naona maemilio kukonte yako. Bwana naiweka. Sema Baba iweke. Baba iweke. Siye atujengake, siye mwetu joba mwisho. Nimekia nikuambie, Daudi wa Moabu wa mwisho alikuwa kasoda, lakini Daudi akatokea. Wakati Daudi anatokea, hakukuwa tena soda, akakuwa raisi. Ndio maana ninaachilia mafuta ya kuinuka kushinda jamaa yako. Wewe utawapita wote waliobarikiwa msamaha yako. Sema Baba nifanyie kile. Mwetu atulungake, wewe utalunga. Mwetu atufanyake biashara ya kuendelea, wewe utaifanya. Niko natangaza deliverance mwa ile mikono. Ile kadiri unaiinua, na kadiri Bwana anaweka vitu. Bwana uweke mwa ile vile mikono vitu ambavyo viko mjamaa. Yenye watasema soki. Twali ingiza hilo. Sema inawezekana. Naona mbingu iko wazi. Ile kadiri kuna inua mikono, Bwana iko naweka vitu. Wewe usione tu kama kawaida. Mungu aweke mwa ile mikono upako ya kila kitu. Sema inawezekana. Inawezekana. Nikasema mtu mwenye ameinuka, mwenye amekuwa delivery, ni mtu mwenye anafika mu maisha yenye anasema yenye anasema nini? Uliza voisin, mwambie utakisema sana. Niko nasema sema naye, mwambie utakifanya sasa. Ile upako ninaiachilia. Mungu aingize pumziko mwanipie yako. Ile miaka 5 zenye ulimalizana kwa Bwana na kasimaliza bila mbuzi, ukamaliza zingine na fero, naye akazimaliza bila kuleta kitu. Ninakuya fungula milango ya leo mpaka utasema nililia usinifikie hapa, lakini Ebeneza ananifikisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana badada hapa usiende na mtu mwenye hutaki. Katala ile maisha. Usiende na chimbirikiti. Ndio na mwanaume mwenye unasema, ukiangalia unasema Mungu aliumba kweli. Naye sana kuangalia, naye anasema Mungu aliumba kweli. Na hili nasababisha msikuwe na maprobleme mingi. Ukienda na mwenye hutaki, atarifanya cha mzuri kinakuwa kya mbaya. Ndio maana ninainua mkono wangu juu. Amen. Mungu wa Abraham, Mungu wa mtume Apotre Gabriel
Kiko. Yes. Mungu wa Pastor Samimu Mbesa. Yes. Asubuhi ya leo akupatie haja ya moyo wako. Amen. Auzi akose haja ya moyo kama njoo nini? Ndio maana unaweza sinsia hii wakati. Nasema Bwana akupe haja ya moyo. Sema haja ya moyo. Haja ya moyo. Unajua haja ya moyo. Ukipata haja ya moyo, unatembea kama watu wanakosa kama unakuwa na maproblemi uja huko kwake naso. Juli pataka haja ya moyo na inakusukuma utembee tofauti na wengi. Kitu ya ine nilisema, mtu mwenye amekuwa delivery anaita watu kuwasaidia. Anaita watu kuwafanya nini? Bila hivi vyenu vya leo unaita mtu unampatia kasenge, njoo namwambia, unaona lile libaya yenye anavaa, mimi njoo nilimupa na isingelikuwa kamia angelikuwa kalisha kufa. Na kuambia mtoto wa Mungu, wewe mwenyewe uko hapa. Mungu anenda kuinua. Niko na regrete juu ya mwenye aligawanyana kana wewe. Niko na regrete juu ya mwenye alikukatalaka. Wewe uko tofauti na wote. Ndio maana asubuhi ya leo natangaza kama nabii wa Bwana, upako ya kuwasaidia watu na yachilia mwa ile mikono. Utakuwa msaada mkanisa, utakuwa msaada mkartie yako, utakuwa msaada mwinchi nzima, utakuwa msaada muafrika nzima, mpaka utatangazwa kwenye mativi na wanasema ni mtoto wa. Sema inawezekana Bwana itokeze. Sema leo. Sema leo. Oh, niko nasema leo, mwingine anasema ati leo. Hatari. Tufuatane kama ni vitese ya kabambi, kama ulishapanda ngazi. Bwana Yesu asifiwe. Sema Lea. Lea ni mwanamke mwenye hana sura, hana tae. Ni kusema yeye bakimzungumzia Wanamzungumzia mfaiblesse. Lea wanamzungumzia munini? Mfaiblesse yake. iko na mapole. Na Biblia ilikuwa wazi hayo haivite. Biblia ikasema ya kwamba Lea alikuwaka wa mapole, lakini Rachel alikuwa wataye ya bien. Inaongea tu mzuri, mkaisoma mfrase itakuonesha. Na inasema alikuwa pia na uso ya mzuri. Salimia wazee, mwambie kuko watu na watu. Mungu sale umbaka, aliumbaka na kweli unaona mtu unasema Mungu alimalizaka. Lakini Lea iko sasa tungelisema alipotewaka na wanafunzi. Lakini kwa sababu wote tu ni Mungu aliyewaumba, utukufu murudilie Mungu. Lea amekomalia mwabo, hakuna hata bwana mwenye anatokea. Lakini maandiko matakatifu nasema ya kwamba Yakobo akatokea. Wakati Yakobo anatokea, anakuya kwa myomba yake, anakimbia ndugu yake. Mnajua mavita gisi zilikuwaka, kwa sababu ni mashairi yenyewe naanza mbali, nikaianza itakuwa ya mrefu sana. Nifate vizuri. Maandiko matakatifu nasema ya kwamba Yakobo akaingia mwabo Lea. Sana ingia mwabo Lea, maandiko matakatifu nasema ilikuwa kwa myomba yake. Jo akaanza watumikia. Maandiko matakatifu nasema ya kwamba Samuyomba aliona gisi Yakobo anatumika, kaambia Yakobo, sasa yuko mtoto wa grande sœur ubie wa petite sœur, utanitumikia bure. Sinaomba nikuwe nakupa mshahara. Yakobo akamwambia, ni kweli myomba na mie kumbe nitokake huku na nishajiretrouver. Njo nani babake Lea akauliza Yakobo, akasema ndakupatia mshahara gani? Yakobo akasema kenye nianze yako, nianze kwanza kumwanamke. Akamwambia, hivi tukisi tuko hapa, mshahara yenye utanipa, niko naona dada iko hapa. Sasa niko namuona roho inapika. Amwambia njoo wapi? Njoo, namwambia ni Rachel.
Akamwambia anasema, Labani akamwambia anasema, okay, omwene kupatie wewe kuliko kumpatia mwingine mtu. Biblia inasema Yakobo akaanza kazi. Saiku anatumika, alimtumikia miaka 7, na maandiko matakatifu nasema ya kwamba ile miaka 7 saa iliisha. Wakamwambia Yakobo akasema, nimemaliza miaka 7, munipatie Rasheli. Maandiko matakatifu nasema ya kwamba kuliko wampatie Rasheli, wakamwambia okay, enda ujifungie mwako, tutakuletea yeye usiku. Yakobo na zile nguvu za ukiana akaenda anajifungia, anajiandaa kwa sifa na maabudu. Sagisa ilishuka bakataya. Biblia inasema ya kwamba Rasheli alikuwa alishajiandaa, lakini sheria ya mgini kasema mkubwa hezi bakia na mdogo anaenda. Ni kusema hapa kwetu mdogo hezi enda mbele ya Mungu. Bakaenda ongola Lea kuliko iko napiga kuku yenye batenda kula. Amwambia shimama, enda ujitayarisha. Anasema binakuwa haya. Sasa inabadilika. Leo nenda unapata. Unafanya nini? Unapata. Salimia wazee, mwambie usikwake na roho yenyewe unaweza ua wa mzuri kuwe. Ukijua mtu ni wa mzuri kuwe, usimuue. Juu unaweza mpitia hamu. Salimia wazee, mwambie usini wake. Bwana Yesu asifiwe. Lea hakuwa Rasheli, walikuwa tu wanatumia da. Kumbe mkope ya Rasheli njo Lea ataonekana. Ni mikosi sana ukiona mwenyiko na nguvu kuwe unapenda umuue. Kitu kenyenda kuambia, hata unaua ule wa mzuri, uzuri yake habuta kwa wako. Ukiona mtu anajua kupiga supu kuliko kumuua, enda ikala kwa miguu yake. Nifundishe na mimi niweze. Bila sana kuacha mafiku te vitungulu vilunguli. Tutakaone. Oh, unajiloga. Juu yenye anafanyaka habita kugeukeaka. Salimia wazee, mwambie vyangu ni vyangu na vyako ni vyako. Wewe unawasuka ni hapo tatokaka mojasho ya sai. Haiwezi kutoka. Na mie acha maziaka. Bengine waliua mpaka walisha regrete. Mbona kwa sasa unabajua? Mungu baiwai mkanisa. Ubia walikuwa wamjamenu kule. Bwana Yesu asifiwe. Leo banalia na wanasema hii tutaipataka tena. Paka wameitafuta kwa machozi. Na haitarudiaka kama vile Mungu aishivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nifuate vizuri. Biblia inasema bakaleta Lea, njoo ule anakuya. Oh, mwanaume, upendo ya kabambi ya hatari. Pakilikuta kila kitu iko tayari. Sana ingia. Akosha hata kukwambia kusema biko hai. Akaanzana na mabudu. Anakumbuka miaka 7 ya kuchunga kondolo na gisi alikuwa haya gusaka. Nikwambie kila mtu mwenye iko na retard anabikuliaka buru. Sikia. Biblia inasema ya kwamba Lea wanalala na Yakobo. Kope kaingia ile siku na wakazala mtoto wa kwanza, banamuita nani? Ruben. Banazala Ruben na Rasheli alikuwa ameingia mfwe. Sasa Lea haiko chaguo ya Yakobo, lakini Rasheli ni chaguo ya Yakobo. Ni kusema Lea, nani Yakobo akiona Lea iko tu za chitsumi munyumba,
iko saa Chitsumu anamuona, na Mungu naye alikuwa na mastrategies za mingi sana. Akaona kishi Lea anachukiwa, lakini Rasheli anapendwa, hata ayaleta kitu. Yeye anaitwa mama, lakini mwenzetu atatotole hana vale. Ni kusema Lea alikuwa anatafutiwa saa ya kuzala, ndio kazi yake. Mwenzetu Rasheli wakati yote mwanaume alikuwa kwake. Biblia inasema ya kwamba akabeba mimba ya kwanza, akazala mtoto na mwita Ribe, wa pili akazala Simeo, wa tatu akazala nani? Lawi, wa nne akazala Yuda. Akazala nani? Yuda. Sana zala Yuda, anasema mara hii nitakusifu. Ni kusema Yuda ni kusema ni sifa, anasifu Mungu. Apre kusifu Mungu, Rasheli naye akanja babaleka, nipe mtoto, nipe mtoto. Kwa anashangala, nasema sasa Rasheli, problemu ya mtoto haiko yangu, haiko mie ndio napana watoto, na haiko mie ndio Mungu. Ni kusema mwenye anaweza kupa watoto ni nani? Salimia wazee, mwambie chenye watu wabawezake Mungu ndio anakiwezaka. Tuache kushikana mihali na kusema mimi abanionake. Chenye watu wabakukuona Mungu ndio anakuonaka. Nifuate vizuri. Maandiko matakatifu nasema ya kwamba wakati siku zinaendelea, Rasheli akasema batanipita kako. Jura nani Yakobo walimpatia mwanamke wa kwanza alikuwa ni Lea, wa pili anakuwa Rasheli, na kila mwanamke walikuwa namuongeza konyongezo. Matabishi, kijakasi. Wabibi wenye walishulikana bandoa ilikuwa ni Lea na nani? Na Rasheli. Bengine wale wa matabishi, kulikuwa mwingine kama njozi ilipana na Bilia, bale njo wenye walikuwa manyongezo. Sasa Rasheli yeye alikuwa niko na kijakazi wake, Lea alikuwa na kijakazi wake. Ni kusema kijakazi hata alipendwa kushindia Lea. Juu wakati ingine Yakobo tena walikuwa mnyumba moja. Ni kusema Rasheli alikuwa mwake na kijakazi, Lea anakuwa mwake na nani? Na kijakazi. Lakini kijakazi wa Lea alipendwa kuliko Lea. Salimia wazee, mwambie ni hatari kukutana na mtu mwenyewe hakupendi. Mwambie mzuri, sumba kichwa, mwambiane. Ni maumivu makubwa uende ukutane na mtu mwenyewe hakutaki. Ndio maana asubuhi ya leo ninanyorosha hii mkono yangu juu. Mungu akukutanishe na mtu mwenye atakupenda na mwenye atakuwa kila saa na iko na kuasi. Bila mtu ukose, usipokosa unakuwa tu hakuna kitu. Nifuate vizuri. Biblia inasema Rasheli akasema ikia kwa kijakazi. Mwanaume akaingia kwa kijakazi, alitoboa, akabebesha kijakazi nyumba, mimba ule wa Rasheli akazana. Kamubebesha wa pili akamzalia. Na biko mnyumba moja. Rasheli kadasema, Mungu amenikumbuka. Nako kakasema hata vitaishia hapa. Njoo Mungu akakumbuka Rasheli. Sa Mungu anakumbuka Rasheli, Rasheli bware wakazala. Ni kusema Lea. Iko wako tena Chenye tulikuwa naacha wanatafuta Lea ni kuzala. Sasa mwenye anapendwa amefanya nini? Batakuonaka. Njoo Yakobo akafuata enda panga. Na sana kumalisha. Nisikie vizuri. Ebyo nani vilikuwa kule Ribe, Valawi, Simeo, Yuda, bakabakia kule kwabo na Yakobo akake tena. Kidogo iko naangalia Joseph. Sana muangalia, anasema huyu mtoto inaomba nimtengenezee nguo yenye iko tofauti
na ya wengine. Iko mule banashoneshea Joseph nguo yenye iko tofauti na ya Ribe, na ya Lawi, na ya Simeo, na ya Yuda. Ni kusema Joseph kakakuwa kata yote yenye kangelihitaji bangelikapa juu mama yako anapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Na makofi zikaanza kule, njozi lianzi ayetu mtoto mwenye anakiazaliwa kule kumshomusho apendewe kuliko sie. Pale njo mavita zilianzi. Sikia, Biblia inasema ya kwamba wakati wenye balikuwa wiko wanaishi, Ribe bakajikuta bashabakia na mamabo hapo peke. Saba nabakia na mamabo, Rubeni akakuwa nenda mpori juu alikuwa ananjoka katoto ka kwanza, kakakuwa nenda kwenye matunda. Munifate vizuri. Kakaenda kwenye matunda. Mtoto wa mzuri ni mtoto mwenye sana barikiwa, anakumbuka kama mamake. Leo ni mikoshi sana na inaluma sana dada, uende ununulie garso boda boda. Mamako mwenye alikubeba miezi 9 au ya muzia atako tebu. Iko laana. Nawaambia ni laana. Ataweka soma nyuko hapa kama ungali na mamako ni mikosi sana. Uende ununulie mwanamke nguo ya $100 na uya yuzia kama mamako ataya disi. Ripia kaona mwenye anatukomalisha ni mama. Ni kusema vie alishakenda kwa Rachel atatuseme aye hezi toka. Akajiendea mpori yake. Sana afika mpori. Akakuta kule nani matunda. Akasema sie watoto sie njo faraja kwa mzazi yetu. Unajua babako asililishe mamako na wewe tena unamulilisha. Mungu ananisikia. Mama kisala anasala shu mubale watoto apatake faraja. Niliwaambia Julie nasema bababa benye tuko nabo huku anabarikiwaka na nenda hata wazaka, lakini mumama si benye tuko malishiwa na bamama. Mama njoo mwenye kunashurulika na kila kitu. Kama ni kukula ni mama, kama ni kulala ni mama. Chochote yeye anatusumbaka kuimakidhi mumafika na nenda tulalisha. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama alikuwa kana dhambi, ninasemaka ningelienda ambia Mungu, namwambia huyu asiingie mumoto. Kameme injili nimehubiri akabambi kule. Hasa huyu alinilea. Hezi ingia mumoto. Namwambia mumupitishe. Alizalaka mhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu vitakuwa vya Mungu yeye peke. Na kumbe ndena muleki sasa, pardon Mungu. Pardon. Mungu njoo anajua vile. Lakini sikia, Lea akashurulika na watoto balishamwachia nao. Ni kusema Lea ashakuwa tu vile. Siku moja Karibe kanenda mpori kanakia na matunda. Saka nakia na matunda iko saa Rachel kwenye iko akaona matunda. Sasa aliona matunda, ile ni madudai. Akasema hapana. Na miko na beberera kuro. Kama alikuwa niko na mimba ya Yosefu sijui. Kama alikuwa na ilalela juku kwa sababu kuleba anasema nishalalira na kwa kosa kama ni Meru au kama mesikia. Biblia inasema ya kwamba wakati yenye biko vile maandiko matakatifu inasema akakuya kwenye Lea. Dada, nimeona mtoto wako anabeba madudai. Sasa inabeberera kuro. Njoo. Lea anaambia Rachel, hausiki yake haya kweli. Ukwe na mwanaume wetu we peke. Tena na matunda yenye mtoto wangu analeta tena nayo nikupe hayo. Kuko wakati ingine Mungu akikubariki pita kwenye enemi yako.
Nasema Mungu akikubariki, uza assemble ile ya veste, valayo, uza na chiato cha mrefu, kuya upite kwenye mwenye kuambia hautapataka kitu. Haiko zambi. Karibeka akakuya pita na ile madudai kwenye Rachel na mitambi akakuya. Akasema dada, nipatie basi kuhitunda inaluma kuro. Njoo Rachel anamwambia, nani leo anamwambia Rachel, hausiki yake haya kweli. Mwanaume sishakuwa kwako. Neno chenye mtoto wangu nacho ananiletea. Nikupe acho. Kisha Rachel akasema, kama ni vya mwanaume umwele walale kwako. Mena umenipa. Salimia wazee mwambie ni gharama kupata vya Mungu. Uo wengine vitu hautavipata jumu mikono. Akamwambia kama unataka alale kwako leo, sinye atalala kwangu. Njoo Biblia inasema ya kwamba bakamupatia ile matunda. Unajua huyu Isakari ni mtoto mwenye anatoka mu matunda. Huko wengine wanatoka mayuguru. Ulikuwa tu mkafe na wanakununulia yuguru na mnatoka mule mnenda zala. Wengine wanatoka mafriti. Lakini Isakari kanatoka mu matunda. Salimia wazee mwambie Isakari anatoka mu matunda. Sikia, Biblia inasema senye Yakobo anatoka mpori. Leo shalamba. Leo iko na lamba. Iko na chunga zamu. Sana ona mwanaume Yakobo anatokea. Akamwambia Yakobo, sheria Yakobo, pardo kwanza. Bila kukosa adabu. Pardo mwanaume mfalme. Leo utalala kwa. Akamwambia leo utalala kwangu. Yakobo anaangalia Rachel, akufanya kitu bila kuambia Rachel. Rachel biko hai. Bwana wanakiane bania munjia na Rachel anasema enda. Hajui kulwenye luko, kumbe balisha mkulia. Walimkulia kwa matunda. Sikia, Biblia inasema ya kwamba wakati anafika mwalea, kumbe vitu vilikuwa tayari. Karibu. Alipika kumoya na bika ingia. Kusema alikuta kila kitu mule mtumbu. Mungu alisha kitayarisha. Njoo aliingiza tu ni pa. Tena umeanza vya mbaya, njoo maana unacheka. Sikia nikwambie. Aliingia tu inifua na mtoto akaingia. Ule mtoto banamuita Isakari. Salizaliwa. Isakari anazaliwa. Isakari akakuwa donge sakatungo. Yabo nani yabo Simeo. Yabo Simeo. Yabo Ripe. Sasa unajua watoto wakufatana. Bali bakumusho banapendanaka. Ama watanipa rezo. Bali bakumusho ni kusema Yuda akaona ya kwamba nani Isakari njoo wabu. Njoo bakakuwa natembea, Yuda hezi acha Isakari. Saba nafika kubabariki. Biblia inasema ya kwamba bakaambia Yuda, fimbo ya ufalme haitatoka munini? Nawe Isakari uko punda. Ni kusema Yuda akakuwa simba na Ripe akakuwa nani? Akakuwa nani? Isakari akakuwa nani? Si anakuwa punda. Kukakuwa simba na nini? Na monifate mzuri. Hii Biblia inasema ya kwamba bengine benye biko yulu jua alianza kuribe, bakamwambia hautakuwa na hukumu. Ni kusema wakamumodiri.
Lawi na Simeo wakawa modili, lakini saba anafika kuzibe. Biblia inasema ya kwamba njoo akaanza tamka na kusema, wewe Yuda, fimbo ya ufalme haitaondoka mnyumba yako. Asubuhi ya leo nasema kuanzia wewe laana ya jamaa iende ikome, na Mungu aanze na wewe ya mpya. Biblia inasema ya kwamba kuanzia Yuda akaanza wabariki. Yuda utakuwa mfalme, Biblia utakuwa punda. Sikia, kumbe mu revelation kuko siku moya grand frere Jésus mwenye ni simba atakuyaka. Ule Jésus grand frere atakutaka Yuda, atakutaka punda mwenye ni Isakari, balishaka mbloki petit frere yake. Kisha saa Yuda anatokea mwenye ni Yesu. Ni kusema Yesu anatokea muuzao ya Yuda. Sasa saa Yesu anatokea akakuta Isakari wapo, balishaka mfunga. Salimia voisin, mwambie wewe njoo Isakari wabo Yesu. Isakari iko ku village, punda ya bosimba. Mkumbuke mzuri, maandiko matakatifu nasema ya kwamba kuko nabii mwenyewe alituma peleke message. Sawa na mtuma peleke message, maandiko matakatifu nasema alikuwa juu ya punda. Wakati yenyewe alikuwa kupunda, akaenda akapana message sana ipana, nabii mzee akakutana naye, anamwambia rudia. Sawa, narudia kupunda. Biblia inasema ya kwamba juu umefanya hiki, simba atatoka mpori na atakupasula. Kenyeni nafurahia simba. Biblia inasema ya kwamba simba haikuwaka. Iliwaka punda? Iliwaka. Ni kusema simba alijua huyu ni petit frere. Siwezi fanya nini? Na wewe uko petit frere ya Yesu. Ndio maana kitabu ya Waebrania inatuambia, nasema mwenye kutakaswa na wenye wanatakaswa wote wanatoka kwa nani? Kwa mmoja. Ni kusema mimi na wewe tunatoka kwa Mungu, na kupitia ule Mungu lazima Mungu hata kuacha mkifungo. Sema Baba, hata niacha mkifungo. Wakati nakuwa ya kidogo, naona kama sasa ndio tungelifungula vitu.